Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Baba, mama na vijana, kitukuzwe Kiswahili. Tutaamka uende shule asubuhi na mapema, wewe ndio kiongozi wa baadaye, utasaidia baba na mama. Naam, mtoto amuka uende shuleni, kwa sababu wakati wa Kiswahili umefika. Tunataka kukitukuza Kiswahili na kukiendeleza, na ndio maana leo mada yetu inahusiana na karatasi ya pili sehemu ya ba, ambayo ni matumizi ya lugha. Lakini kabla ya kuzama katika somo, naomba mwanafunzi tuweze kupata maazimio au malengo makuu ya somo la leo, ambapo tunasema kwamba kufikia mwisho wa kipindi hiki, wewe mwanafunzi unastahili kufahamu namna ya kujibu maswali ya lugha, ambapo unastahili kuelewa istilahi mbalimbali za utahini ambazo zitakufaa kujibu maswali yote ya lugha. Na hapo awali tulikuwa tumekupa swali karatasi ya pili, tukasema kwamba ukamilishe sehemu ya ba, sehemu ya cha ambayo ni matumizi ya lugha. Na leo hii nataka tuweze kupitia karatasi hiyo, sehemu hiyo, haswa sehemu ya matumizi ya lugha, na ambapo kuna swali la kwanza wamekuuliza ufanye nini. Wanasema kwamba kwa kuzingatia kigezo cha mwinuko wa ulimi, ainisha vokali zifuatazo. Kwamba kuna vokali ya kwanza ambayo ni a, vokali ya pili ambayo ni i, vokali ya tatu mwanafunzi ni u, na mwisho vokali ya nne ni e. Kwa hivyo kwa kutumia kigezo au sifa ya mwinuko wa ulimi, unastahili kuainisha au kutaja aina za vokali zifuatazo. A ni aina gani ya vokali kwa kuzingatia namna ulimi au hali namna ulimi kwa umeinuliwa, au tunaita kwa ufupi mwinuko wa ulimi. Kwa hivyo kwa ufupi, a ni vokali ambayo hutamkwa wakati ambapo ulimi huwa chini. Katika kigezo cha ulimi utagundua kwamba unaposema ulimi upale chini. Unaposema vokali i, unapotamka vokali i, ulimi unainuka juu kabisa. Na ndio maana kigezo cha mwinuko wa ulimi, tunapotamka sauti au irabu i, unapata kwamba ni irabu ya juu ya ulimi. Kisha kuna irabu u. Unapotamka sauti au irabu u, mara nyingi au utagundua kwamba umeinuka au ulimi wako umeinuliwa kiasi cha kuwa ile kuwa katika ile sehemu ya juu. Alafu unapotamka utahisi na kugundua kwamba ulimi wako unakuwa pale katikati. Kwa hivyo kwa ufupi tumesema kwamba a ni sauti ya chini, wakati ambapo unaitamka ulimi huwa chini. Pili tunasema kwamba i inatamkwa wakati ambapo ulimi umeinuliwa juu. Alafu u inatamkwa wakati ambapo ulimi umeinuliwa vile vile juu, na hatimaye ulimi huwa pale wastani au katikati. Tujikumbushe mwanafunzi kwa ufupi sifa ambazo zinatusaidia kuainisha au kuweka vokali katika makundi yake. Moja tumepewa katika swali ambapo ni mwinuko wa ulimi. Sifa ya kwanza ambayo inatusaidia kupata aina mbalimbali za vokali ni kuangalia kwanza mwinuko wa ulimi. Hapa ndo utapata sauti au irabu za juu, irabu za kati na irabu za chini, au irabu ya chini ambayo mara ni moja tu ambayo ni a. Akisha sifa ya pili ambayo inatusaidia kujua aina mbalimbali za vokali, mwanafunzi, ni kuangalia sehemu ya ulimi. Ulimi umegawika katika sehemu tatu kuu. Kwa hivyo kuna sehemu ya mbele ya ulimi, na sehemu ya mbele ya ulimi utapata irabu e,
pamoja na irabu i. Halafu kuna sehemu ambayo tunaita sehemu ya katikati ya ulimi. Katika ile sehemu ya katikati utapata irabu moja tu ambayo ni a. Kisha kuna sehemu ambayo tunaita sehemu ya nyuma ya ulimi. Sehemu ya nyuma ya ulimi utapata irabu mbili ambazo moja ni o, hapa katikati nyuma o, halafu kule juu kuna irabu u. Kwa hivyo sifa ya pili ni sehemu ya ulimi, sehemu ya mbele, sehemu ya kati na sehemu ya nyuma. Halafu sifa ya mwisho ambayo inatumika kuainisha irabu za Kiswahili ni kuangalia hali au mkao wa midomo. Kwamba midomo inaonekana vipi, midomo imekaa vipi. Kwa mfano ukitizama mdomo wangu, ninaposema o, kwa mfano Obama, unaona kwamba ule mdomo wangu au midomo yangu imeviringwa, imechukua mkao au ule mduara au mviringo. Unaposema acha, unaona kwamba mdomo wangu umetandazwa. Kwa hivyo sifa ya tatu na ya mwisho ya kuainisha irabu ni kuangalia hali au mkao wa midomo, ambapo kuna midomo ikiwa imetandazwa, kuna a, kuna e na kuna i. Halafu midomo ikiwa imeviringwa, basi utapata o na u. Tumekamilisha swali la kwanza, tuangalie swali la pili. Wanasema namna gani? Wanasema kwamba kwa kulinganisha kisha ulinganue vitamkwa vifuatavyo. Hapa kwamba umepewa vitamkwa viwili, umepewa konsonanti mbili, sasa unastahili kwanza kulinganisha, halafu pili uweze kutofautisha. Kitamkwa cha kwanza ni halafu kitamkwa cha pili ni Kwa hivyo utalinganisha vipi mwanafunzi? Kwa sababu tumesema katika maazimio lazima ujue istilahi za utahini. Ukisikia neno linganisha, moja kwa moja unatafuta sifa ambazo zinafanana. Na mwanafunzi, iwapo utakutana na neno linganua, ujue kwamba mtahini anataka uweze kutofautisha. Kwa hivyo hizi sauti mbili, hivi vitamkwa viwili nya na nga, kwanza tuweze kulinganisha, tufananishe. Tutasema namna gani? Nya, nga. Ukitamka sauti hizo mbili utagundua kwamba zote ni sauti zinazoitwa nazali au ving'ong'o. Zinaitwa nazali, ving'ong'o au vipua. Ni sauti ambazo zikitamkwa utahisi kwamba sauti inatokea katika pua, na ndio maana zinaitwa vipua nazali au ving'ong'o. Mwanafunzi, hebu jaribu sasa kulinganua au kutofautisha sauti hizi mbili. Na mara nyingi unajua vile vigezo vitatu vya kutumia wakati ambapo unatofautisha. Unasema kwamba nyani kaka gumu, halafu nga haiwezi kuwa papo. Tofauti hapa, hii sehemu ya chini inaitwa koromeo au kwenyeko. Kwa hivyo unaposema nga, si kwamba umetumia koromeo. Hapana, panda juu kidogo, panda tena vizuri sana. Sasa hiyo sehemu inaitwa kaka laini. Kwa hivyo nga ni sauti ambayo inatamkiwa kwenye kaka laini, ile hali nya ni sauti ambayo inatamkiwa kwenye kaka gumu. Hapo tunaweza kutofautisha kwa kuangalia mahali ambapo hewa inazuiliwa. Kwa hivyo kwa ufupi tumesema kwamba tukitofautisha sauti hizi mbili, tunasema kwamba nya ni sauti ambayo inatamkiwa kwenye kaka gumu, ile hali nga ni sauti ambayo inatamkiwa au inatamkwa kwenye kaka laini. Jambo la kusisitiza mwanafunzi ni kwamba unapotofautisha lazima utumie kiunganishi cha kutofautisha au kiunganishi cha kinyume. Utumie maneno kama vile lakini, ile hali, bali na kadhalika.
na ndio maana tumesema nya ni kitamkwa cha kaka gumu, ile hali ng'a ni kitamkwa cha kaka laini. Pengine kabla ya kuangalia swali linalofuata, tunaweza kuongezea sifa nyingine ambayo inaweza kufananisha sauti hizi mbili, nya na ng'a. Kwamba kando na kusema kwamba sauti hizi zote ni nazali au vipua, unaweza kusema kwamba sauti hizi zote pia ni guna. Sauti hizi ng'a na nya ni guna. Kwa nini tuseme ni guna? Ni guna kwa sababu sauti hizi zote mbili zinasababisha mtetemeko wa nyuzi za sauti. Wakati ambapo unasema nya, moja kwa moja unahisi kwamba kuna mtetemeko katika zile nyuzi tunazoziita za sauti. Vile vile unaposema katika neno ng'ombe, unahisi pia kwamba sehemu hiyo imeweza kutetemeka. Kwa hivyo tunasema sauti hizi mbili zote tunaziita ving'ong'o, na pili tunasema kwamba sauti hizi mbili pia zinasababisha mtetemeko wa nyuzi za sauti. Kwa hivyo zote ni sauti guna. Natumai mwanafunzi umefahamu. Nikamilishe kwa kutaja sifa tatu kuu za kuainisha konsonanti za Kiswahili. Sifa ya kwanza ni kuangalia mahali hewa inazuiliwa. Unapotaka kutofautisha au kupata aina za konsonanti, kitu cha kwanza ni kuangalia mahali hewa inazuiliwa, na kuna mahali kuna sehemu 7. Kwa hivyo hewa inaweza kuzuiliwa kwenye midomo, inaweza kuzuiliwa kwenye kaakaa laini, izuiliwe kwenye kaakaa gumu, izuiliwe kwenye koo, izuiliwe kwa mfano kati ya meno na ulimi, au kati ya midomo na meno. Hizo ni sehemu 7, mahali 7 ambapo panatumika wakati wa kupata aina za konsonanti. Kisha pili, uangalie namna hewa inazuiliwa. Sasa ukiangalia kigezo au sifa ya namna hewa inazuiliwa, ndio unapata pia makundi 7 ya konsonanti. Hapa ndio utapata zile konsonanti ambazo tunaziita vipasuo, utapata konsonanti ambazo zinaitwa vikwamizo, utapata konsonanti ambazo zinaitwa vipasuo kwamizo. Halafu 4 utapata konsonanti ambayo inaitwa kimadende. Halafu 5 utapata konsonanti ambayo inaitwa kitambaza. 6 utapata konsonanti ambazo zinaitwa ving'ong'o, nazali au vipua, na mwisho 7 utapata konsonanti ambazo zinaitwa viyeyusho au nusu irabu. Alafu mwisho, kigezo cha mwisho au sifa ya mwisho ambayo inakusaidia kupata aina za konsonanti ni kuangalia hali ya mtetemeko wa nyuzi za sauti. Kwamba zipo konsonanti ambazo zinasababisha mtikisiko au mtetemeko katika nyuzi za sauti, na nyingine hazisababishi hali hiyo ya kutetemeka kwa nyuzi za sauti. Kwa hivyo ikiwa ni konsonanti kwa mfano z, unahisi kwamba z inasababisha mtetemeko wa nyuzi za sauti. Kwa hivyo hiyo tunaita sauti guna. Alafu unaposema ni laini, haisababishi chochote, haisababishi mtetemeko wa nyuzi za sauti. Kwa hivyo hiyo inaitwa hafifu au si guna. Swali la 3, mwanafunzi anasema tambua aina 2 za sentensi kwa kuzingatia sifa ya dhamira. Swali nzuri sana. Kwa hivyo sentensi za Kiswahili zinapatikana kwa kuangalia vitu viwili. Kwanza utapata aina za sentensi kwa kuangalia dhamira au jukumu la sentensi hiyo. Kwamba hii sentensi inafanya kazi gani? Lengo la sentensi hii ni gani? Kwa hivyo unapata aina za sentensi kwa kuangalia majukumu ya sentensi au dhamira au kazi ya sentensi hiyo. Hapa kuna aina 5 za sentensi kwa kuangalia kigezo cha dhamira. Moja, utapata sentensi ambayo inaitwa sentensi ya swali. Sasa sentensi za swali ni sentensi ambazo huwa zinakuwa na hali ya swali. Ni sentensi ambazo
kazi yake ni kuuliza swali. Unapoandika ile sentensi, unapoitamka ile sentensi, utahisi kwamba ni swali moja kwa moja. Kwa hivyo dhamira au kusudi au jukumu la sentensi ile ikawa ni kwamba ni kuuliza swali. Kwa mfano, unaposema mbona hujakamilisha kazi ya viunganishi? Mbona hujakamilisha kazi ya viunganishi? Moja kwa moja hiyo ni sentensi, lakini lengo lake au dhamira yake ni kuuliza swali. Sentensi ya kwanza ni sentensi za swali, nimekupa mfano. Sentensi ya pili tunaita sentensi ya taarifa. Sasa sentensi ya taarifa ni sentensi ambayo inatoa taarifa katika kile ambacho kinazungumziwa. Kwa mfano, unaposema kwamba leo tunajifunza Kiswahili kitamu, alafu achie pale, moja kwa moja hiyo ni taarifa, unapasha tu ujumbe. Alafu aina ya tatu ya sentensi tunaita sentensi ya rai au ombi au himizo. Sasa hii sentensi ya rai, ombi au himizo ni sentensi ambayo inaomba, inabembeleza, inatafadhalisha. Kwa mfano, unaposema naomba uniongezee mchuzi, naomba uniongezee mchuzi, si kwamba unalazimisha, ni ombi. Alafu kuna sentensi ambayo tunaita sentensi ya amri. Hasa amri hapa unalazimisha. Unaposema funga mlango, moja kwa moja hata hisia zitaonekana kwamba hapa unalazimisha. Alafu kuna sentensi yote ambayo nimeacha. Kwa hivyo nimesema kwamba sentensi ya swali, sentensi ya rai au ombi au himizo, alafu kuna sentensi ya taarifa, alafu kuna sentensi ya amri, na mwisho kuna sentensi ambayo ni ya kustaajabu au sentensi ya mshtuko. Kwa mfano, unaposema lo, amemla mbuzi mzima, umeshangaa kwamba mwanafunzi huyu mmoja, mnawajua majina yao, mwanafunzi mmoja amemla mbuzi mzima. Kwa hivyo unaposema lo, amemla mbuzi mzima, umeweza kushangaa. Aina 5 za sentensi kwa kuangalia dhamira yake. Alafu nikukumbushe tu kwamba upo uwezekano wa kupata aina za sentensi kwa kuangalia muundo au mpangilio wake. Kwa hivyo njia ya pili ya kupata aina za sentensi ni kuangalia muundo, namna sentensi imeundwa. Hapa kuna sentensi 3 pekee. Moja, kuna sentensi ambayo inaitwa sentensi sahili. Sentensi sahili ni ile sentensi ambayo ina wazo moja, sentensi ambayo inawasilisha wazo moja pekee. Kwa mfano, unaposema wanafunzi wanaandika, wazo ni moja la kuandika. Aina ya pili ya sentensi kwa kuangalia muundo wake ni sentensi ambayo inaitwa sentensi ambatano au ambatani. Sasa sentensi ambatani ni ile sentensi ambayo ina mawazo mawili tofauti yaliyowekwa pamoja. Mawazo mawili yameambatanishwa, ambatani, ambatanisha, weka pamoja. Sasa hizi sentensi mbili tofauti zimewekwa pamoja kwa kutumia kiunganishi, basi hiyo sentensi inaitwa sentensi ambatano. Kwa mfano, unaposema baba anapika omena ile hali mama anasoma gazeti, moja kwa moja mawazo ni mawili. Kuna wazo la kwanza la baba kupika omena, alafu kuna wazo la pili, mama anasoma gazeti. Mawazo haya mawili yamewekwa pamoja kwa kutumia kiunganishi ile hali. Na mwisho kuna sentensi ambayo inaitwa sentensi changamano. Sentensi changamano ni sentensi ambayo ina vishazi. Sentensi ambayo ina kishazi huru na kishazi tegemezi. Mwanafunzi, unajua zile sifa 7 za vishazi tegemezi? Angalia wapi kuna o rejeshi, basi hicho ni kishazi tegemezi. Sehemu ambayo imesalia ni kishazi huru. Kwa hivyo sentensi changamano ni sentensi ambayo sifa yake kuu ni uwepo wa vishazi, kishazi huru na kishazi tegemezi. Tumekamilisha swali la cha, natumai umeweza kufahamu. Pengine ni wape zoezi la kuweza kutambua
aina nyingine 3 za sentensi. Nataka kwanza uniambie aina 3 za sentensi kwa kuangalia kigezo cha mpangilio au muundo. Ukishapata aina hizo 3, hakikisha kwamba kila aina umetoa mfano mmoja. Nitaweza kusahihisha sehemu hiyo. Mwanafunzi, sehemu inayofuata ni sehemu ambayo ina mambo mengi katika swali moja, ambapo anasema kwamba tumia kibadala cha nafsi ya pili wingi pamoja na kimilikishi cha ngeli ya ui katika sentensi moja. Tukamilishe kwa kuangalia hilo swali, ambapo amekuambia tumia kibadala cha nafsi ya pili wingi pamoja na kimilikishi cha ngeli ya ui katika sentensi moja. Mwanafunzi, jambo la kwanza lazima usikie sauti ya swali. Sauti ya swali ni ipi? Sentensi ni moja, sio sentensi mbili. Kwa hivyo kuna mtego mmoja pale. Jambo la pili, wametumia neno kibadala. Kwa hivyo jiulize, nini maana ya kibadala? Kibadala ni kiwakilishi. Kwa hivyo hakikisha umetunga sentensi ambayo ina kiwakilishi cha nafsi. Nafsi ni ya pili. Si pili tu, pili wingi. Kwa hivyo sentensi ambayo ina kiwakilishi au kibadala cha nafsi ya pili wingi pamoja na kimilikishi. Kimilikishi ni nini? Kwa hivyo kimilikishi ni chochote kile ambacho kinaleta dhana ya umilikaji au kuwa na, ambapo kwa mfano iwapo unarejelea ikiwa ni tai, kawaida lazima mwalimu aonyeshe. Kwa mfano hii tai ya mwalimu nzuri, utasema tai yangu inavutia. Tai yangu, mimi ninaimiliki tai. Kwa hivyo kimilikishi pale ni yangu. Tumia hayo, alafu mwisho uangalie kwamba sentensi yako i katika ngeli ya ui. Natumai mwanafunzi umeweza kufahamu namna ya kushughulikia swali hilo. Kwa hivyo nimewapa mazoezi mawili. Swali la kwanza kuhusu aina za sentensi kwa kuangalia muundo, alafu swali hili baada ya kuwafafanulia, naomba mjaribu kuandika sentensi moja ambayo ina kibadala au kiwakilishi cha nafsi ya pili wingi pamoja na kimilikishi, na hayo yote yawe yanaonyesha ngeli ya ui. Swali lipo? Naam Zawadi, napenda maswali yako, lakini sasa hivi kwa sababu tuna kipindi ambacho tumeandaa kuhusu vibadala au aina mbalimbali za viwakilishi, takriban aina 11 ya viwakilishi. Kwa hivyo wakati ambapo tutaanza kuzungumzia viwakilishi au vibadala hivyo, ndio tutajibu hilo swali lako la vibadala ambavyo tunaviita vibadala visisitizi, viwakilishi visisitizi. Wakati huo tutaweza kuyafanya hayo. Na iwapo hamuna swali jingine, naomba tuweze kukutana katika kipindi kijacho ili tukamilishe au tudadavue sehemu ambazo zimesalia za karatasi hii ya pili. Muwe na siku njema. Tutaamka uende shule asubuhi na mapema, ndio kiongozi wa baadaye, utasaidia baba na mama. Mtoto amka uende shule asubuhi na mapema, ndio kiongozi wa baadaye, utasaidia baba na mama. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya taifa. Baba na mama, vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya Afrika. Baba na mama, vijana, kitukuzwe Kiswahili. Kiswahili kitukuzwe, ndiyo lugha ya Afrika. Baba na mama, vijana, kitukuzwe Kiswahili.